Kwa tunaposema ufunuo, maana yake tunazungumza kwa habari ya kufunuliwa kwa jambo. Yesu akasema mambo yale ambayo manabii walitamani kuyaona, Mungu amewafunulia ninyi. Kwa kile kitu ambacho kina Isaya walikiona kuwa ni jambo ambalo limefichwa, Mungu alikuja kulifichua. Kwa Isaya aliona ujio wa Yesu. Isaya aliona ujio wa Yesu, na alipoona ujio wa Yesu, nini kinafanyika? Isaya kaona ujio wa Yesu, ila jina la Yesu lenyewe lilikuwa limefichwa. Ndio maana akasema mtu huyu ataitwa Emmanuel, yani Mungu pamoja nasi. So alimuona Yesu akija na uungu ndani yake, ila Isaya akupata kujua rasmi kwamba atakuwa na jina linaitwa Yesu. Ndio maana akawa anasema jina lake litakuwa ni mfalme wa amani, Baba wa milele, Mungu mwenye nguvu. Anajaribu kuelezea, ila alikuwa amefichwa kwamba kuna jina ambalo litabeba mamlaka, nalo ni jina la Yesu. Akasema atakuja, ataitwa Emmanuel, yani Mungu pamoja nasi. Kwa hiyo ufunuo ni kitendo. Tunaposema ufunuo ni kitendo ambacho kitu kinakuja, ndio maana unaitwa ufunuo. Kinakuja kikiwa siri. Kile kitu kinakuja kikiwa siri, kimefungwa, kinahitaji kufunuliwa. Sasa Mungu, mambo yale yanapokuwa kwa Mungu yanakuwa ni siri, even mystery. Mystery is more than secret. Ni siri kwa Mungu, ila Mungu akilifunua lile jambo, akilileta mikononi mwa malaika, lile jambo linaanza kuwa ni nini? Ufunuo. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Lile jambo linaanza kuwa ufunuo, linatoka katika ulimwengu wa asili, linaanza kuwa ufunuo. Malaika anapolileta kwa mtumishi wa Mungu, anauleta ufunuo. Ili mtumishi wa Mungu aulete kwako, pale ndo unaitwa unabii. Na ili unabii ukufikie wewe, unabii maana yake umetoka kwenye ufunuo. Unapokuja kwa nabii, anaupeleka kwenye hatua inaitwa tafasiri, na kisha ifikisha kwenye hatua ya tafasiri, anaipeleka kwenye mchakato wa uwasilishaji. Na baada ya mchakato wa uwasilishaji, maana yake hapa tuna ufunuo moja, tafasiri mbili, uwasilishaji tatu, nne inakuja kwenye utendeaji kazi. Huu utendeaji kazi unategemea kati ya mtumishi wa Mungu na anayepewa ujumbe. Kwa hiyo unabii ili utimie unahitaji pia hatua hizi nne kuu. Hizi hatua nne ndizo zinazojalisha hatua ya tano ambayo tunaita manifestation, matokeo. Kwa hiyo nikipata ufunuo unaweza ukawa kwamba nimekuangalia baada ya kukuangalia, au baada ya wewe kuandika jina lako. Ulipoandika jina lako nikaona nyumba inaanguka, ule ni ufunuo. Tafasiri ni ile ambalo nitakueleza kwa nini nyumba inaanguka. Tafasiri maana yake mimi nimeitafasiri, nikapata tafasiri kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kwamba ni kwa nini nyumba inaanguka. Zeni ninakueleza maana yake ninaiwasilisha. Kuna mambo mengine naweza nikaliona nikapata tafasiri na nisikueleze hapa. Aidha nikakwambia utanitafuta baadaye nje ya mahali hapa nikueleze kitu ni ambacho nimekiona. Maana yake kuna kuwasilisha. Sasa tulichokuwa tunajifunza ni nini? Tunajifunza tafasiri. Kwa sababu chochote ambacho wewe unakitaka au chochote ambacho kinaachiliwa katika ulimwengu wa roho kinaachiliwa kama ufunuo. Unapoota ndoto umepata ufunuo. Ufunuo umegawanyika kwenye maeneo mbalimbali. Kwenye ufunuo hapo